Ya kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi imemalizika salama na mipango ambayo tulijiwekea katika mchezo wetu huwa leo imekwenda sawa sawia. Tumefanikiwa kufuzu na kuingia hatua ya stage. Kiuhalisia ni kwamba tulikuja hapa Benjamin Mkapa leo kuja kufuzu kwenda hatua ya makundi na tumefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya makundi. Hatuna sababu, tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii aliyotujalia ya kufuzu kwenda hatua ya makundi. Haikuwa rahisi kulingana na mpinzani ambaye tumekutana naye, lakini tumeingia kwa hesabu nzuri, tumefanya hesabu zetu vizuri na hatimaye tumefanikiwa tumefuzu kwenda hatua ya makundi. Namna ambavyo tumecheza kikubwa zaidi, namna ambavyo watu huwa wanacheza kwenye hatua ya mtoano. Tayari kimsingi hii mechi sisi tulishaimaliza tangu tukiwa Eswatini. Mabao 3-0 tuliamini kabisa Msingizini hawezi kutufunga hata bao moja. Kwa hiyo hatakuwa na sababu katika mechi ya leo kupaparika, kuhangaika. Kuku wako ameshatangulia banda, una haja gani tena kwanza kwa maana na manati na vitu gani? Kwa hiyo tayari alikuwa ameshaelekea kibla ndugu yetu Msingizini. Nyama tayari tulikuwa tumeshakuwa na hakika kwenda hatua inayofuata. Kwa mechi ya leo tukaamua kucheza kikubwa zaidi, tukaamua kucheza kimahesabu ya kuona mbele, tukaamua kucheza kimahesabu ya kuiona kesho. Tukajiambia ya kwamba madhali tumeshafuzu, basi hatuna sababu mechi ya leo kuanza kimbizano, watu wakacheza wakaumizana, watu wakacheza wakaparwana wakachoka, wakati kiuhalisia siku 3 baadaye tuna mechi nyingine na ngumu kweli kweli ya ligi kuu ya NBC. Kwa mechi ya leo mwalimu akawa anaitumia kutengeneza mipango yake kuelekea mechi inayofuata dhidi ya TRA. Kwa mechi ya leo mwalimu akawa yuko mazoezini na vijana wake. Leo liko mazoezi tuko stage tangu wiki iliyopita. Kwa mwalimu akawa yuko mazoezini akitengeneza mifumo yake mingine kuelekea mechi ya tarehe 30. Kiuhalisia ni kwamba ratiba ya mechi inayokuja imetufanya kucheza namna hii ambavyo tumecheza na tayari tumeshafuzu. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kutumia nguvu kubwa. Alafu leo tarehe 26, kesho 27 tunafanya recovery, 28 tunaingia safarini, tarehe 30 tunakwenda kucheza mechi muhimu kweli kweli. Kwa leo mwalimu akawa ameanza maandalizi kuelekea tarehe 30 na kila kitu kwa upande wetu kimekwenda vizuri. We are very happy, tuko hatua ya makundi. Kilichotufurahisha ni kwamba tumeingia hatua ya makundi kwa mara ya 7 mfululizo katika michuano ya kafu, na kama ambavyo nimesema ni timu chache mno Afrika zenye rekodi kama hiyo. Ni timu 2 tu, Mamelodi pamoja na Al Ahly, watatu wameongezeka Simba Sports. Kwa hiyo tumefurahi namna hiyo, lakini kama hatoshi tumeingia hatua ya makundi kwa namna ya kipekee kabisa. Tumembamiza mtu nyumbani kwake, tumeimaliza mechi nyumbani kwake, amekuja Benjamin Mkapa, tumempapasa kidogo, nyama huyo ameingia zake hatua ya makundi, na maandalizi ya mechi inayofuata yameanzia kwenye mechi hii. Semaje, mmempapasa au ameonyesha kiwango ambacho ana kiwango? Yule angetingishika ndo angemjua mnyama ni nani. Madhali na yeye alikuwa ameshakubali. Sababu ukiangalia kuna muda alikuwa kuna muda anapoteza muda, kuna muda anaanguka, anafanyaje. Sasa akipoteza muda sisi tunashukuru. Tunasema huyu bwana anatusaidia. Kwa hiyo ameingia kwenye mfumo na yeye akawa amerelax, kwa sababu kimsingi hakuwa anataka kufungwa kwa aibu. Kwa hiyo naye akawa anacheza kistaarabu. Basi tukasema inatosha, acha tumalize naye 3-0 tena zetu hatua ya makundi. Nimeona maoni kwa wadau ama ndio mashabiki wa Simba walipofanya rotation, lakini kwa kiasi fulani leo Semaji ni kama hamjacheza kwenye kile kiwango ambacho tumezoea kumuona Simba. Nini kimesababisha, ama ni game plan ya mwalimu? Game plan. Tungesema tucheze vile ambavyo tunatakiwa kucheza. Tufungue makucha yetu. Tucheze kama ambavyo inatakiwa kucheza. Yaani kana kwamba hatujapata kitu kabisa katika mechi iliyopita.
usingeiona Simba hii ambayo umeiona leo. Lakini Simba anaingia uwanjani, nahodha yuko kwenye benchi. Simba anaingia uwanjani, mwalimu anaanza bila mshambuliaji. Simba inaingia uwanjani, mwalimu kafanya mabadiliko kwenye safu ya ulinzi. Simba inaingia uwanjani, mwalimu kafanya mabadiliko kwenye eneo la katikati mwa uwanja. Kwa hiyo unaona kabisa ulikuwa ni mpango wa mwalimu. Bahati mbaya sana ni kwamba hatukujua sisi mpango wa mwalimu, hatukujua mwalimu amepanga kitu gani, na hatukujua vile vile mwalimu anajiandaa na nini kuelekea katika kitu. Changamoto iliyopo ni kwamba sisi tulikuja na matamanio makubwa sana mashabiki. Tulitamani, tulitaraji na tulitegemea tungefunga goli nyingi sana, alafu baada hapo tuwe tumefuata. Lakini mwalimu alikuwa na mpango wake, na mpango mwalimu ndio mpango wa kuheshimika. Tumetimiza malengo, mnyama ameenda hatua makundi, inatosha. Tumeshazoea ama kwa utaratibu wenu wa kawaida sana kufuzu katika hatua hii ya group stage. Ukitazama kikosi sasa watu wapi wamekuja mfanye mnyama sasa hivi, matumaini yako kucheza nusu finali? Ya matumaini tunayo makubwa sana kwa timu hii tuliyokuwa nayo. Kwanza tazama namna ambavyo wachezaji wanajitoa, wachezaji wanajituma, lakini angalia namna ambavyo tuna mwalimu mjanja kweli kweli. Ingekuwa ni mwalimu mwingine angetaka sifa za kusema ya kwamba huyu ni shamgonga 3, sasa wacha na leo niwekee full mkoko ni mgonge 7 nyingine ziwe 10. Lakini mwalimu akapiga hesabu, nataka kitu gani hapa? Nataka kufuzu, nimefuzu. Na baada ya hii leo kitu gani kinafuatia? Siku 3 baadaye kuna mechi wapi? Tabora. Bali kweli kweli cha kufanya hapa ni nini? Nijipange na mechi ya Tabora. Kwa mwalimu ukiona hesabu zake namna hii zinakupa matumaini ya kwamba tuna mwalimu mzuri ambaye anajua kuchagua kitu gani cha kufanya kwenye wakati ujao. Lakini kama haitoshi, aina ya wachezaji tuliokuwa nao, tazama utulivu wao, tazama ubora wao, namna ambavyo wanafanya vitu kwa usahihi na kwa makini na kwa wakati. Hii maana yake ni kwamba inatupa sisi imani na shauku kubwa ya kwamba hatua ya nusu finali mwaka huu Simba tuna asilimia kubwa mno kuifikia kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Safari ya Tabora semaje? Ni lini, lakini pia mmejipangaje? Kikosi kinataraji kuondoka tarehe 28 tukifika salama kuelekea Tabora kwenda kuwafuata TRA United. Na mechi hii ya leo, namna ambavyo tumecheza ni maandalizi ya mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wameperform hii leo ni maandalizi kuelekea mechi ya Tabora. Namna ambavyo vijana wetu wamecheza kwa kutunza nishati mwili ama kutunza power, sio power ya mbovu, kutunza power ya mwili. Ni dhahiri shahiri ya kwamba mwalimu alishaanza maandalizi kuelekea mechi yetu ya tarehe 30 dhidi ya TRA. Hakukuwa na maana yoyote ufunguke, utumie nguvu kubwa, vijana wapambane, wapishane, alafu baada ya mechi watu wamechoka, unakuja kucheza na TRA, unamkuta yuko fresh na nguvu ya kutosha, alafu wewe umecheza unaenda kiwanjani hauna nguvu ya kutosha kwa sababu uliitumia kwenye mechi ya ligi mabingwa Afrika. Unaingia kiwanjani unacheza vibaya, unapata sare ama unafungwa, inakuwa haina maana yoyote. Ndio maana hii leo tukacheza kwa restore energy. Unacheza huku unatunza mwili ili utakapokuja kuingia uwanjani sasa kwenye mechi ya kuchukua alama uende ukiwa na nguvu ya kutosha, uende ukamtandike TRA pale pale nyumbani kwao, uondoke na alama 3. Huna sababu ya kutumia nguvu kubwa wala akili kubwa kwenye mechi ambayo tayari umeshafuzu. Kiuhalisia sisi tulifuzu tangu tarehe 19 ya mwezi wa 10. Leo tulikuwa tunafanya sherehe tu ya kuingia hatua ya kundi kwa mara ya 7 mtawalia. Madam Christina anawasubiri sana. Madam Christina anawasubiri sana kule Tabora. Anazungumza Christina Mwagala. Yeah. Ya
Ni mechi ngumu against TRA. Always tukicheza na wale mabwana, mechi yetu inakuwaga ngumu kweli kweli. Wana timu nzuri, wana confidence ya kutosha, wana morali, wanapambana kweli kweli, ni wapambanaji. Ni timu ngumu sana, lakini sisi tunakwenda kwenye mchezo huo kwa tahadhari kubwa, na ndio maana unaona hata mechi ya leo tumecheza Benjamin Mkapa, tunacheza na Nsingizini ligi ya mabingwa Afrika, lakini akili yetu inamuwaza TRA. Tunaanza maandalizi yetu, tumeanza mipango kwenye mechi hii kuelekea mchezo wetu huo, kwa sababu tunafahamu ugumu wake, lakini tunaamini kwenye ubora tuliokuwa nao na meneja wetu mtaalamu kweli kweli, tunaamini atatuvusha salama kwenye mdomo wa TRA.